Pyramid, Rivers United pamoja na Power Dynamo. Grupu B, Al Ahly, Young Africans, AC FAR Rabat, JS Kabylie. Grupu C, Mamelodi Sundowns, Al Hilal, MC Alger pamoja na Lupopo. Hayo ndio makundi jinsi ambavyo yalivyokuwa. Sasa nikitazama wakilisho wa Tanzania. Wakilisho wa Tanzania Yanga kwenye kundi lake yupo Al Ahly, Yanga, AS FAR Rabat pamoja na JS Kabylie. Hilo ndo kundi la Yanga akiwepo kwenye grupu B. Ni miongoni mwa makundi ambayo ni tough. Ni pamoja na kundi hili Yanga, Al Ahly, FAR Rabat na JS Kabylie. Al Ahly tunajua ni miongoni mwa timu ambayo inafanya vizuri sana kwenye michuano ya CAF, hususan club bingwa. Msimu uliopita hawakuweza kufanikiwa kuchukua ubingwa. Msimu uliopita bingwa alikuwa ni Pyramid kutokea pale nchini Misri. Lakini Al Ahly ni miongoni mwa timu ambayo inafanya vyema. Yanga wao msimu uliopita hawakuweza kufanikiwa kufanya vizuri. Waliishia katika hatua ya makundi. Lakini FAR Rabat na wao msimu uliopita walipambana vizuri, walifika katika hatua nakumbuka hadi ya robo, lakini hawakuweza kuendelea hapo, walitolewa. JS Kabylie yeye ameingia pia katika msimu huu kwa ajili ya kwenda kupambana, lakini ni miongoni mwa timu ambayo pia inao baadhi ya wachezaji ambao walishawahi kucheza katika ligi kuu ya Tanzania, timu ya JS Kabylie. Kwa hiyo ni muda mzuri, yes. Ni muda mzuri kwa timu kupambana na kwa timu kuonyesha kile ambacho wanaweza kukiongeza. Kwa hiyo bwana michezo, moja kwa moja hizo ndio hatua ya makundi, na hapo tumekujuza kwa upande wa kundi la Yanga, kundi B. Kwa hiyo ni kundi gumu. Kama jinsi ambavyo ukipita huko kwenye mitandao watu wanaamini hili ni miongoni mwa kundi gumu, kundi ambalo Yanga yupo. Kitazama ni timu nyingi kutoka Afrika ya Kaskazini, Al Ahly, FAR Rabat, JS Kabylie kutokea huko, lakini ni muda wake pia wa kuhakikisha pia anapambana, na ni muda wa kuhakikisha pia anaweza kwenda kufanya vizuri. Na ukitazama kwenye hili kundi, Al Ahly ndio giant. Akitoka Al Ahly anakuja Yanga. Ndio timu ambazo zinapewa nafasi kubwa kwenye kundi hili. Ni Al Ahly pamoja na Yanga kutokana na ubora wao kwenye michuano ya CAF. Kutoka hapo FAR Rabat, wa mwisho ni JS Kabylie. Lakini inapofika kwenye hatua ya group stage, chochote kinaweza kubadilika. Yoyote ambaye atakuwa bora basi anaweza kwenda kufanikiwa. Sawa, lakini grupu lingine ni grupu C. Yupo Mamelodi Sundowns, yupo Al Hilal, yupo MC Alger, yupo Lupopo. Hili pia sio kundi jepesi. Ukiwatazama Mamelodi Sundowns miongoni mwa timu ambayo inafanya vizuri, lakini Al Hilal na wao wanafanya vizuri. Msimu uliopita Al Hilal alifika katika hatua ya robo final, MC Alger alifika katika hatua ya robo final, Mamelodi Sundowns alifika katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo hizi timu zote tatu kwenye grupu hili msimu uliopita walifika katika hatua za juu. Na nakumbuka katika kundi lao Al Hilal alikuwa kundi moja, Al Hilal, MC Alger pamoja na Yanga walikuwa katika kundi moja msimu uliopita. Kwa hiyo nazo ni timu sio za kuweza kuzibeza. Lakini pia yupo Lupopo. Lupopo amemtoa timu ya Orlando Pirates ya kutokea pale nchini South Africa. Alimfunga 3 nyumbani kwake mchezo wa pili, na Orlando akashinda 3, akatolewa kwa mikwaju ya penalty. Ni aina ya timu nzuri pia. Ukiona umefanikiwa kuitoa Orlando msimu uliopita walifika kwenye hatua za juu hadi nusu finali.
lakini msimu huu wametolewa tu katika hatua hata makundi hawajatoboa, wametolewa na Lupopo. Ina maana Lupopo na wao wamejipanga vizuri na ni timu ambayo ina ubora. Kwa hiyo hili nalo ni miongoni mwa kundi gumu ambalo tutasubiri kuona nani anaweza kufanikiwa kufuzu kwenda katika hatua inayofuata, miongoni mwa kundi ambalo linaweza kutoa ushindani wa kutosha. Lakini tukitoka kwenye kundi hilo, tukitoka kwenye kundi hilo tunaenda pia kutazama kundi lengine. Hili ndo kundi la mwisho, Group D. Yupo Esperance de Tunisia, yupo Simba Sports Club, yupo Petro de Luanda, yupo Stade Malien. Hili kundi walikuwa wanapewa nafasi kubwa zaidi ni Esperance na klabu ya Simba. Hii pia ni kutokana, kwa mfano msimu uliopita ni timu ambazo pia zilifanya vizuri. Simba alifanya vizuri katika kombe la shirikisho, Esperance alifanya vizuri katika kombe la klabu bingwa. Lakini ukija kumtazama Petro, naye ni miongoni mwa timu ambayo ina historia nzuri, sio timu ambayo ina historia mbaya ya kuishia tu katika hatua za chini. Ni timu ambayo ina historia nzuri, na ukiona timu ya